Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabii sallallahu alayhi wasallam, ama ba'd. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka rehema na amani zimendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam pamoja na masahaba zake na wake zake na wale ambao watakamfuata mwendo wake mpaka siku ya kiyama. Kwa kweli ninapenda kutoa shukrani za dhati mara nyingine na siku nyingine biidhnillah jalla wa ala, leo tarehe 22 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 katika jengo letu hili la Al-Hikma au Masjid Al-Hikma au Al-Hikma Foundation hapa jiji la Bujumbura biidhnillah jalla wa ala, na kushukuru kwa mara nyingine media zote ambazo zimehudhuria hapa katika mahojiano haya katika ofisi zetu hizi biidhnillah jalla wa ala. Karibuni kwa mara nyingine tena. Naam, alhamdulillah. Tunakaribia tena kwa mara nyingine katika jengo hili la Al-Hikma chini ya usimamizi wa Sheikh Ismail Gogos. Sheikh, tulikuwa tunaomba utupatie kidogo historia ya ujenzi wa santre hili. Kwa kweli kuhusikana Al-Hikma hapa Burundi au santre hii biidhnillah jalla wa ala, kwa kweli ni ndoto ya mtoto. Ni ndoto ambayo ilianza pindi nikapokuwa mtoto. Nilikuwa na ndoto siku moja nikishakuwa mkubwa biidhnillah jalla wa ala niweze kukadimisha jambo ndani ya Uislamu, ndani ya jamii yetu, ndani ya nchi yetu, kwa kuitengeneza markaz, yani santre hivyo, ambayo itakuwa ni santre ya Kiislamu, msikiti, masomo, mabiro. Katika nilikuwa na hiyo tasawur, nilikuwa na jimagine kitu kama hichi kuanzia mtoto. Nikaenda markazi pale, nikiona gisi msikiti upo, hospitali, mabiro, na shatu za kidawa na nini, nikawa na hiyo ndoto biidhnillah jalla wa ala. Maana hii santre ni ndoto miongoni mwa ndoto za mtoto biidhnillah jalla wa ala, ambazo hizo ndoto nilikuwa nazo na nikahama nazo pindi nilikapokuwa na miaka 12, nikaenda nazo Ulaya biidhnillah jalla wa ala, katika nchi ya Holland. Naam, tunashukuru sana kwa historia ndogo na kwenye ambapo ulitoa idea kujenga kitu kama hichi. Katika habari ambazo zinazosemekana mjini, samahani kidogo naweza nikawa mkali sana kwenye maswali yangu. Katika habari ambazo zinazosemekana mjini kuwa ili jengo sio lako, bali wewe ni mwakilishi tu wa wale ambao waliotoa fadhila zao. Ili swali linakaa vipi kwenye jamii na kwenye masikio yetu? Kwa kweli hilo jambo liko na ukweli ndani yake, na ndani yake pia ndani ukweli. Lakini kwa ukweli zaidi ni kweli mimi ni mtumishi wa jengo hili. Mimi ni mtumishi wa jengo hili biidhnillah jalla wa ala, na namuomba Allah ajalie uhai ambao nakaubakia nao niweze kuwa mtumishi wa jengo hili au markazi hii biidhnillah jalla wa ala, ili kwa minajili ya kunufaisha umma wangu na kunufaisha nchi yangu. Hiyo ni katika upande mmoja. Upande mwingine, unajua kila siku hauwezi ukawaridhisha watu wote, na sio kila ambayo anakayosema yanakuwa ni hivyo, na hauwezi ukakwenda ukahadisia watu wote maligala yote, uhadisia watu wasilia mambo. Lakini alhamdulillah rabbil alamin, asilia ya hapa jengo hili Allahumma lakal hamd, mimi ni mfadhili wa kwanza ambaye nilikayokuja nikanunua nyumba hii. Hii nyumba ilikuwa ni nyumba ya zamani sana, kiwanja kwa ufupi. Nimenunua kwa ila yangu Allahumma lakal hamd, ambayo ni ila ya halal. Tumeitumikia, tulifanyia kazi, tukainunua na tukapofanya wakfu. Bimaana nimekuja nikanunua nyumba pindi walikuwa Waislamu wanasalia katika kijumba hapa, walikuja wakaniona markazi, wakaniomba niweze kuchangia msaada wangu ili waweze kununua, kwa sababu walikuwa na miaka 8 wanakusanya hela ya kununua hapa, miaka 6 ikashindikana. Ikaonekana inabidi wawafukuze, sasa watoke wawafukuze. Wakaanza kutafuta msaada huku na kule, wakanifikia na mimi wakaniomba, Sheikh Ismail, tunaomba uweze kuchangia kidogo. Nikamwambia ikiwa kama nitakuja mimi mwenyewe kununua wakfu ni mimi mwenyewe, mtakuwa mko tayari? Wakasema sisi inabidi tukae kikao. Wakafanya kikao chao. Ikabidi baada ya hapo nikatoa masharti. Sharti ya kwanza ambayo nitanunua wakfu hii kwa hela zangu biidhnillah jalla wa ala. Sharti ya kwanza, hii wakfu haitauzikanaga, hii wakfu haitarithiwaga. Sharti ya tatu, ama kamati ambayo umeweka hapa yanafikana kuisha,
Sharti ya 4 nitajenga mimi mwenyewe. Sharti ya 5 mtakuja msali muondoke kama markazi na kusuni na ingine misikiti ambayo ina uongozi wake special. Wakawa wamekubaliana hilo biidhnillahi jalla wa ala, nikanunua na tukaanza kusali biidhnillahi jalla wa ala. Huyo ni upande wa pili. Upande wa tatu, ikiwa kama pana baadhi ya watu walichangia au pana baadhi ya, ni kweli katika hili jengo biidhnillahi jalla wa ala, mimi ni fondateur wa hili jengo, fondateur wa hii foundation, na pia nina partner. Ni kweli wala hakuna mtu dunia leo hawezi kufanya mambo yote yale ya maendeleo afu kasema eti ni mimi peke yangu. Inasio kweli, inakuwa ni uongo. Jambo lolote lile la maendeleo ambalo liko na vision ya long term, inabidi tutafute partner. Inabidi tutafute partner biidhnillahi jalla wa ala, ili yule na nguvu ya kuweza kudani. Ni kweli na partner, niko na partner umoja biidhnillahi jalla wa ala, ambaye ni jamaa yangu, rafiki yangu, alichangia katika kuweza kuyafikia haya biidhnillahi jalla wa ala. Naam, katika utendaji kazi wa hapa tunajua umefanya usajili wa mashehe ambao wanasalisha huku chini, sijui kuna madrasa, sijui labda wanasomesha hapa, kuna kazi fulani ambazo zinazofanyika. Je, mshahara wao unatoka katika mfuko wako ama unatoka katika, yani unatoka kwa mtu fulani akasema Gisu umetengeneza hiyo wakfu, acha na mimi nipate thawabu kwa kufanya kitu kama hicho? Kwa kweli umeuliza swali zuri biidhnillahi jalla wa ala, ili kuwaweka Waislamu wazi, ili hata na wale ambao watakuwa kuna nia uenda wanataka kujitolea katika kheri zao waweze kufahamu uasilia wa hapa unaendeka aje. Kwa kweli baada ya kufungua wakfu hii biidhnillahi jalla wa ala, pasenti kubwa ya matumizi ya hapa, tuseme pasenti 75 ya matumizi ya hapa ni katika mfuko wangu, katika mali zangu halisia. Alafu pana pasenti 25 ambazo ni za jamaa zangu ambao ni wa karibu, na nitapenda niweze kutoa shukrani zangu za dhati. Mwenyezi Mungu awalipe kila kheri, ambao ni wathamini na wafadhili wakubwa wa jengo hili. Number 1 ndani yake ni ndugu yangu maarufu ambaye ni direkteri wa Merefe Company hapa Burundi biidhnillahi jalla wa ala. Maarufu, Mwenyezi Mungu amlipe kheri, hata katika kujenga, hata katika mambo yote paka kitu kisimame, alichangia sana kwa hali na mali, kwa fikra ambazo sio za kawaida, kwa sababu kitu kama hichi kusoma kifikia hapa hautasema eti ni mimi. Hapana, mimi hapana. Inakuwa pana baadhi ya wasoda ambao wanakuwa wako wenye kuonekana na wale ambao wasioonekana. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, na hakuna ambaye anakayejua wasoda wa Mwenyezi Mungu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maarufu ni miongoni mwa watu ambao wanasupport jengo hili kuanzia mwanzo mpaka leo katika hali ya matumizi ya hapa, na wala sitokuwa mwizi wa fadhila kumshukuru mjomba wangu ambaye ni kwa jina maarufu ni Bob Jem. Bob Jem mjomba wangu, Mwenyezi Mungu ampe kila kheri, ni miongoni mwa wafadhili ambao wanasupport sana mambo ya hapa, na wala sitokuwa mwizi wa fadhila kumshukuru mjomba wangu tena vile ambaye ni Uncle Tolando. Tolando huyu ni miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa hapa, na ni miongoni mwa watu ambao walikao kwa mwanzo sana katika uwanja wa Dubai, kufungua uwanja wa Dubai, na walikuwa ni miongoni mwa watu ambao walisaidia vijana wengi katika nchi ya Dubai. Ni miongoni mwa watu ambao wanasupport sana hapa. Wala sitomsahau ndugu yangu mwingine ambao ni Shemku, ni mzee wa mawe, anaitwa mzee wa mawe huyo, Shemku mzee wa mawe. Ni miongoni mwa watu ambao wanasupport biidhnillahi jalla wa ala. Hao ni watu ambao wanasupport sana biidhnillahi jalla wa ala, na wala siwezi nikamsahau tena vile ndugu yangu ambaye ndugu yangu wa damu ambaye ni mkubwa wangu wa kwanza, ambaye anaitwa Jeikizo katika nchi ya Ufaransa. Mwenyezi Mungu amlipe kila kheri, ambaye ni kaka yangu wa kwanza, na yeye ni miongoni mwa watu ambao wanasupport sana biidhnillahi jalla wa ala. Bimaana hizo ni pasenti 25 za nyuma, lakini pasenti kubwa mpaka hivi ni pasenti za sisi wenyewe tunasupport. Lakini haijasema kwamba milango imefungwa, hapana. Santre hii milango yake iko wazi biidhnillahi jalla wa ala kwa kila yule ambaye anakayetaka kuendeleza jamii yake na Uislamu na kuendeleza santre hii, kwa sababu santre ina mission nyingi na mavision mengi na projet nyingi ambazo biidhnillahi jalla wa ala kuanzia hivi mpaka miaka 5 ya mbele inatarajia kuweza kuyafikia, na hatuwezi tukafikia si wenyewe. Bimaana milango iko wazi kwa yule ambaye atakayetaka kuja kuungana nasi biidhnillahi jalla wa ala, wala asendi huku na kule moja kwa moja kwenye idara kuja kuniona biidhnillahi jalla wa ala, na mambo yote yako na uwazi wake ataonyeshwa biidhnillahi jalla wa ala.
Ni haya tu ambayo nimetaka nijibu kuhusiana na hilo ambalo uliweza kulizungumza. Naam, na swali lingine ni kipi zaidi hasa katika hili centre unalenga kusikana na jamii ya leo ama na maendeleo ya vijana ambao wanaikaa mtaani vijiweni, wakikuona shekhe, mzee wa mawe, mzee wa tekniki, wanakunyoshea mkono 20,000, 30,000. Huwa hicho kitu na pindi ulipotengeneza hichi umekusudia kuwafanyia kitu gani? Malengo makubwa ya centre, malengo makubwa ya hii centre ambayo tumeanzisha hapa, malengo yake makubwa sana billahi jalla wa ala ni katika hali ya kuendeleza vijana wetu. Na katika kuendeleza vijana wetu, jambo la kwanza, hauwezi ukamwendeleza kijana wala hauwezi ukaiendeleza jamii ikiwa jamii itakuwa iko mbali na Mola wake. Bimaana maendeleo makubwa ya mwanzo centre hii ni kuwarejesha vijana pamoja na watoto wa Kiislamu, binti wa Kiislamu, wakina mama, kuwarejesha katika dini yao sahihi, kuwarejesha katika itikadi yao sahihi billahi jalla wa ala. Pindi utakapomjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na dunia yao moja kwa moja, itakuwa ni rahisi kuweza kuongoka. Bimaana madhumuni makubwa hii centre ni madhumuni ya kuweza kuboresha katika itikadi zetu, katika dini yetu moja kwa moja. Hiyo ni msingi mkubwa wa kuweza kuboresha katika hali ya kiuchumi kwa vijana wetu, wale ambao watakuwa katika hali ya uchumi wao unakuwa sio mzuri. Kwa sababu na programu ambazo zipo za kuweza kuwafanyia madawrat, yani kuwasomesha vijana namna gani ya kuweza kujiendeleza, kwa sababu dunia leo ni dunia inakwenda na kasi. Na kuna baadhi ya mambo vijana wetu leo huenda wajafikia kuhusiana tekniki ya namna gani watatumia ili waweze kufanya projet zao, ili waweze kuanza ka projet kadogo, ili waweze kujiajiri wenyewe, ili waweze hata mwenye anatafuta kazi, pana baadhi ya mambo inabidi uyajue jinsi kuomba kazi utaiomba aje, CV utaifanya aje, kuelekeza katika hali ya kuweza kufika katika malengo ya kidunia billahi jalla. Bimaana centre hii malengo haya yote yamo ndani yake billahi jalla wa tatembelea, naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweza kutuwafikisha kuweza kuadhimisha jambo ambalo litanufaa wa vijana wa Kiislamu katika dini yao na dunia yao inshallah. Naam, na swali la mwisho ni ipi makosa ambayo ulioifanya katika kujenga ili jengo alafu katarajia kuikosoa katika mipango ya baadaye? Unajua katika kabla ya kuanza kujenga jengo hili, palikuwa pako plani ambayo nilifanya kabla ya miaka 5 ya nyuma. Yani ni projet ambayo nilifanya kabla ya miaka mingapi ya nyuma, nikaitengeneza. Na katika kuitengeneza, si katika elimu ya management, pana kitu kinaitwa SWOT analysis. Projet yote ile utaifanya hujaweka SWOT. SWOT maana yake ni programu ambayo katika management tunaitumia, au katika mambo yote ya idara, mambo yote duniani wanatumia SWOT analysis katika hali ya kuanalize baadhi ya mapoint fort ambayo tuko nayo, baadhi ya udhaifu ambao tuko nao, baadhi ya mambo ambayo yanaweza katokea baadaye yakawa ni sababu ya kusimamisha projet yako, na baadhi ya chance ambazo unaweza kuwa nazo ili ya kuweza kuzitumia katika project ambayo unakuwa nayo. Hapa kukosa baadhi ya makosa ambayo yalitokea billahi jalla wa ala, lakini alhamdulillah rabbil alamin, Mwenyezi Mungu akawa ametuwafikisha yale makosa hayakutufikisha pabaya, tukawa tumeyakosoa mapema mpaka tukamaliza jengo katika hali ya usalama salimina billahi jalla. Lakini kila project haikosi baadhi ya makosa, sababu ni mkamilifu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni project za kibinadamu, ndani yake pana mapungufu, lakini miongoni mwa mambo ambayo ni muhimu sana katika hali ya project kama hizi kuweza kuzitekeleza ni mtu kuweka idara ambayo iko vizuri, yani kuweka management ambayo iko vizuri. Katika management mwanzo nilikuwa nimekosea, nikaweka baadhi ya watu kidogo wakawa ni wadhaifu, wakawa hizo sehemu zilikuwa ziwastahili kidogo, tukataka kuyumba, lakini baadaye tukakosoa, tukaweka watu ambao wako na experience katika mambo ya ujenzi, katika mambo ya kusimamia fasi stock, kwa maana hapa katika hili jengo palikuwa pako idara iko full kwa kuweza na pako wenye ambao walikuwa tuko hapa Burundi, na pako wenye wako Holland, na pako wenye wako, yani maana hapa pana kusema kuweza kufanikisha hili jambo palitumika idara za watu wengi ambao tunawajua, na wenye wako nje na wenye wako tofauti, fasi tofauti, ili ya kuweza kutusaidia kuweza kufikisha katika hapa ambapo tumefikia billahi jalla wa ala.
Naam Sheikh, tunashukuru na tumepata kusikia namna ambavyo ili jengo limepatikana, ilikuwa ni ndoto na ni mengi sana tumepata kujua. Lakini Sheikh, kuna kila huko mjini kwamba hichi kiwanja hichi hapa kwamba kuna namna kilikuwa kwenye matatizo. Na hichi kiwanja kwamba kilikuwa cha jamii ya Kiislamu. Safisha hili Sheikh. Na ukituambia kwamba ni wakfu, hati kweli haziko kwenye jina la Sheikh Ismail Gogos, kwenye hati kabisa ni wakfu lillah ama kuna namna gani zipo hati? Kwa kweli kushikana wakati nikapokuja wakati watu ambao walikuwa wanasalia hapa walikapokuja kuniomba niweze kusaidia katika kuweza kununua kiwanja hichi, baada ya kukinunua kiwanja hichi na kukubaliana wal muslimuna ala shurutihim, tukubaliana katika masharti yetu ya kwamba kiwanja hichi ni mimi nakinunua, mimi kama ninakinunua mimi, hakitakuwa na kamati ndani yake, mimi mwenyewe nitajenga, mimi mwenyewe ndio kiongozi. Haya niliyafanya katika hali ya kuweza kuepusha fujo nyingi ambazo zinapatikana katika masantre yetu, misikiti yetu, maasociation yetu. Pana baadhi ya makosa ambayo yalitokea huko nyuma, lakini sisi vijana wa leo ambao ni generation mpya inabidi tubadilishe mfumo. Sasa tumetembea, tumesoma administration, inabidi tubadilishe mfumo ili ya kuweza kuweka mambo yetu katika mstari. Pindi tukapokubaliana na Waislamu tukakubaliana, nikaja nikanunua. Baada ya kumaliza kununua, nikakwenda nikatafuta hati katika majina yangu. Ni kweli hati katika majina yangu, lakini yote hayo ni katika hali ya kusekirize kuweza, kwa sababu sisi Waislamu kama gisi mnavyotambua tungaliki na vurugu ndani yetu. Haya mtanisamehe kwa kuyasema, lakini ndio reality ambayo tunaishi ndani yake. Lakini baada ya hapo ikaonekana pana baadhi ya watu ambao walikuwa wanasalia hapa wakataka kuleta vurugu, yani hawa ambao walikuwa ni viongozi fulani hawakuwa wabainishia Waislamu uhakika wa hii sehemu tena. Yaani hii sehemu kwa sasa imeshanunuliwa na Sheikh Ismail Gogos na ni wakfu biidhnillah jalla wa ala, na hapa kwa sasa sisi tunakuja tunasali tunaondoka. Hawakuwa wabainishia Waislamu hilo, kwa sababu kwanza hivi nimenunua hapa maimamu, maji, mata, vyote nilikuwa nalipa mimi. Baada ya muda mchache wakaja wakaweka sanduku za fi sabilillah, sanduku za kuomba hela. Nikapigiwa simu, wakaniambia vipi tena, vipi sanduku fi sabilillah na mambo tunatimiza. Ikaonekana pana baadhi ya watu wametaka yani ile jambo la kuweza kununua mimi halikuwaridhisha. Yani walitaka watu wabaki katika ile hali ya fi sabilillah. Na ni kweli fasi nyingi, sehemu nyingi, pana baadhi ya Afrika kuwaletea eti wanataka kununua wewe na nini, ni wataki, kwa sababu wanataka kubaki katika fi sabilillah, kwa sababu ni ile ambazo hazina ufuatiliaji na watu wanachanga mpaka kiama kinasimama. Waislamu tumechoka, Waislamu tumechoka haya mambo ya kuomba fi sabilillah ambayo hayana muda, mpaka watu tumechoka na Waislamu wamechoka. Sasa ikabidi hawakufurahishwa na hicho, na haya yote nikaja nikayavuta na zile sanduku nikazitoa ndani yake. Basi ikaonekana pana baadhi ya watu hawakuridhishwa na hicho, hawakuweza kulia, lakini kwa kiwanja palikuwa hamna shida hata moja ndani yake biidhnillah jalla wa ala, wala kiwanja kina matatizo, isipokuwa pana baadhi ya watu wenyewe ndio ambao wametaka kuleta matatizo, kwa sababu sababu tena nyingine kubwa ambayo iliwafanya tena wawezi kuwa na shida, kwa sababu ambaye alikuja kununua ni shekhe. Laiti kiwanja kingekuja kikanunuliwa na mtu maamuma, angekinunua akafika na waachia wenyewe wafanye. Lakini shida ikaja kuwa ambaye alikuja kununua kiwanja ni shekhe mwenyewe, na yeye mwenyewe ana uzoefu katika hayo mambo, na yeye mwenyewe atasimamia. Ikaonekana kidogo kwa ile hali ya maslahi fulani itakuwa ni ngora ni kidogo. Basi pakawa pamekuja hizo bala na fujo kidogo kwa chini, wala pakuwa fujo yote ile, na paka leo walillahi alhamd. Swali lingine muuliza kusikana hati hapa yuko katika majina yangu, lakini pana ijraati zingine ambazo zipo za kwa noteri, ijraati za muwathaq, anaweka mambo kwenye usawa, unaacha makaratasi katika hali ya usalama salimina, na tukiamaliza hayo insha Allah na hati itabadilika. Yako katika procedure, niko na wafuka wawili wanatengeneza mambo, niko na noteri ambaye anatengeneza mambo, na baada ya hapo hati itabadilika, itakuja
katika jina ya fondation biidhnillah. Hata ikibaki katika jina langu, cha muhimu ni yale makaratasi ambayo utakuwa umeacha wewe kama hati ya kuonesha namna gani fondation au jengo hili litaenda biidhnillah jalla wala. Tunapata kusikia Sheikh kwamba hili jengo kwamba kuna ambao walikuja kukuomba kusikana na hili jengo kusema lipande iwe fondation iwe msikiti kifupa panunue, baada ya kuonekana kama walikuwa tayari wanaelekea kushindwa miaka 8 wanasaidia hapa. Sheikh, na baadaye ukatafutwa vipi hizi pesa ambazo labda wenyewe walikuwa tayari wameshaanza kuzichangisha, ulifanya simamia pale pale ama zilirudi kwa wenyewe ili wewe ndio ununue kiwanja moja kwa moja kiwecha? Swali zuri sana. Pindi wakapokuja kunitafuta walikuwa na milioni 8 au 6 mambo kama kwenye akaunti yao ambazo walikuwa kusanya ili kuweza kununua kiwanja. Na baada ya miaka 6 7 wakashindwa na ikaonekana inabidi wafukuzwe hapo watoke. Ikaonekana waanze kutafuta watu ambao watawasaidia. Sharti miongoni mwa masharti ambayo nimewapa hizo milioni 8 au 6 ambazo walikuwa washachangisha, nikawa nimesema hizi hela mzibebe sehemu nyingine ambapo watakuwa kuna nashati kama hizi ambazo mnazifanya hapa. Kwa sababu hizo wakaomba sana, walisisitiza sana hizo hela mimi niziweke ndani, yani niziongezee katika ambazo na mimi nitatoa, nikakataa. Na katika kukataa katika hali ile ya kuepusha vurugu na fujo ambazo baada ya hapo zinatokea katika misikiti yetu na katika masosiasyon yetu. Na ndio maana zile pesa walizichukua wakazibeba katika msikiti wa barabara ya 5 Bwiza. Na ushahidi nipo nao, wakatuma na ushahidi. Hilo walizibeba pale wakaziacha. Maana hapa hamna ushirikiano wa mtu hata umoja. Hapa bimana nimenunua mimi mwenyewe na hata kama kisi umesema juu katika majina yangu, na hii ni wakfu biidhnillah jalla wa ala, haitouzishwa, haitorithiwa, itaendelea katika ile malengo ambayo yatakayokuwa kama kisi mnajua malengo ya fondation kisha nakuwa biidhnillah jalla wa ala. Lakini hapa pakuwa mshiriki mtu wote ambaye alikashiriki au hela ya mtu wote ule ambaye hata hela ya mtu hata umoja hata katika kujenga hamna mtu wa mjabe wala hapa mjabe wala aljamaa alikaileta hata mfuko umoja, hamna hata mtu mmoja, hamna hata mtu mmoja. Naam. Centre ni kama vile tumeona tayari imeshajengwa na alhamdulillah iko kwenye uhai, lakini hatujaanza kuona activity kivile. Labda mimi pengine mwanahabari labda ndo sina hizo habari, lakini sijaanza kuona harakati zote ambazo zinafanya. Sheikh, kuna labda uzito ambao wewe ndio unauweka ama kuna namna gani watu hawajaelewa hichi kitu? Kusikana centre activities zake zimeanza. Activity ya kwanza kubwa ambayo iko hapa msikitini, activities za sala 5. Sala 5 zinatengenezeka hapa biidhnillah jalla wa ala. Msikiti uko na waimamu wawili na waadhini wawili. Msikiti uko na wafanyakazi zaidi, wafanyakazi wa 6 ambao wanafanya usafi wa hapa. Msikiti uko na una wale ambao wanausimamia au centre yenyewe unasimamiwa. Hiyo ni ya kwanza. Activity ya pili, hapa na masomo ya kila siku. Pana masomo ya tahfidh al-Qur'an ya kila siku baada salati al-asr pa qabla al-maghrib. Watoto wanakuja wanahifadhi na wanasoma Qur'ani hapa. Na kuanzia mwezi wa 4 tulifungua mpaka leo, Allahumma lakal hamd, watoto hapa Mjabe wanaendelea vizuri. Na hivi nakupeni bushra nzuri ya kwamba tarehe 2 ya mwezi wa 11 patakuwepo mashindano ya Qur'ani hapa kusikana watoto ambao wanasoma pa Qur'ani, ili ya kuandaa vijana 2 3 ambao watakaoshiriki katika msabaka wa mwezi wa Ramadhani mwaka kesho markaz. Hapa biidhnillah jalla wa ala patakuwa msabaka tarehe 2 ya mwezi wa 11 wa kuanza kuandaa na kuwapa tashjii, yani hao vijana ambao wanahifadhi Qur'ani hapo kisha wanakwenda vizuri. Na hapa tutatangazia tena kwamba kila mwaka tunafanya mara moja au mara 2 musabaka wa Al-Hikma Center biidhnillah jalla wa ala. Watoto wanasoma na pana activity ya 3. Pana vijana usiku wanasoma Kiarabu hapa. Imam Hamza anasomesha Kiarabu, wanasoma Kiarabu hapa, wanasoma biidhnillah jalla wa ala. Maana activities sasa zimeanza, lakini activities za asante azizi kaanza kwa pamoja. Huwa zinafunguka moja kwa hii inafunguka na nyingine tunafanya ili tuweze kupata inshallah natija ambazo zitakuwa siku nzuri biidhnillah jalla wa ala. Naam, tumepata kusikiliza kwamba kuna activity ambazo zinafanyika hapa. Sheikh, ni kitu cha tofauti ambacho umekifanya hapa kwa masheikh ambao tuko nao hapa, nadhani sijapata kukiona kwa wengine masheikh. Tunataka uwafikishie ujumbe. Kwanza masheikh wenzako pengine na wenyewe fond ipo, lakini hawajaweza kufanya hicho kitu. Pengine wao ilikuwa ni ndoto na kimeleta mwamko kivile. Ujumbe kwao. Na ujumbe wa pili kwa Waislamu ambao wanakuja kusalia hapa. Wafikishie ujumbe wa watu wawili.
Ujumbe wa kwanza katika mashehe zetu ambao tuko nao Burundi, ambao nimetaka mimi nijihusie nafsi yangu na nikiwahusia na wenyewe, tuweze kuwa na ikhlas katika mambo yetu. Mambo yetu ambayo tunakayafanya, tujitahidi kuyafanya katika hali ya ikhlas ya hali ya juu. Tuweke malengo ya kuyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Malengo ya kuitumikia jamii ndio yawe juu, malengo ya kutumikia umma ndio yawe juu. Tubebe hamu ya Uislamu. Man yahmilu hamma hadha ad-din, nani ambaye anakaibeba uzito au anabeba yani machungu ya dini hii biidhnillah jalla wa ala. Bimaana ni ikhlas, mashekhe tuna ikhlas biidhnillah jalla wa ala. Kwa sababu mimi kuyafanya haya haimaanishi ya kwamba ninawashinda mashekhe hela wala ninafuu zaidi ya mashekhe. Mashekhe wako hapa wanafuu ya kufanya hivi vitu au hichi kitu wanaweza kukifanya mara 10. Mashekhe wako hapa fuu wanazo, mipunga wanayo, wafadhili wanao, lakini naihusia nafsi yangu tu na ikhlas. Kwa sababu hayo tunaweza kuwa na mipunga, ukawa na fuu, ukawa na watu, lakini kama ikhlas hamna, Mwenyezi Mungu asikuwafikishi ukafanya maajabu. Hiyo ni ya kwanza. Jambo la pili, narudia tena katika yale ambayo nimeyazungumza kila siku na yazungumza. Kusikana mashehe zetu inabidi waweze kubadilisha mfumo wa kufikiria. Mfumo wa kufikiria, mindset. Dunia leo inakwenda mbio sana, mambo yashagabadilika, vitu vishagabadilika, sio miaka 20 ya nyuma. Tubadilishe mfumo wa kufikiria biidhnillah jalla wa ala, na katika mambo yetu haya ya dini, ya kidawa, ya kidini, tuyaweke ndani idara, na idara ndio Uislamu. Idara tuyaweke ndani yake haya ma mission, ma vision, ma project, ma planning, ambayo tunasoma katika marketing, katika management, tuyaweke, tuyatumikishe ndani yake. Tuweke, na kama yale ambao utakuwa haujui wewe kama shekhe, watafute fasalu bihi khabira, watafute wale ambao watakuwa kuna elimu zaidi yako katika hayo mambo ya biro ya idara na nini, wakupangie mambo. Wewe shekhe usiyabebi yote, yani wewe ndio shekhe, utoe fatwa, wewe ndio ujenge, ukanunue sima, wewe ndio ukanunue fera beto, wewe ndio uwe shefu wa nini. Tunaharibikiwa sana na tutaharibikiwa na wala hatutofaulu. Lakini tujitahidi inshallah tumweke kila mtu katika nafasi yake. Kila mtu katika nafasi yake. Shekhe unamtafuta mtu wa media, mtu wa media unahitajia mtu wa media aje awe karibu yako, unahitajia mtu kufanyia ma planning, ma vision ya hali ya mbali, mwite mtu wa management akuikae pembe, umpe kidogo akufanyie. Unahitajia mtu ambaye atakufanyia, yani kila umweke kila mtu katika nafasi yake. Wa qadru kulli mri'in ma kana yahsinuhu, na nafasi ya kila mtu ni kwa kile ambacho anachokielewa na kukijua. Kama sisi nimezungumzia hapa hii santre, wallahi wa billahi wa rabbil Kaaba, ina watu wengi ambao wamesaidia katika hili santre kuwa paka hivi. Watu wengi paka wenye najua, paka wenye hata sijui, kila mtu anataka kutoa msaada wake, hata katika design ya nyumba, hata katika mambo mengi tu yako hapo. Mimi siyajui, lakini kila mtu alileta fikra yake na akachangia, paka wenye najua, paka wenye sijui, wa ndani ya nchi, wa nje ya nchi, kila mtu alikuja akachangia kwa kile ambacho anakiweza, kwa sababu nimefungua milango kwa kila mtu ambacho anaweza kukadimisha aje akadimisha. Mimi na shehe zetu biidhnillah jalla wabadilishe mfumo wa kufikiria na mfumo wa kutenda mambo yetu biidhnillah jalla wala, ili tuweze kuboresha na kuweza kufika mbio, kwa sababu dunia inakwenda na speed kubwa sana. Kama hauna hizi skills, pana baadhi ya skills, pana baadhi ya mambo katika dunia ya leo, kama haukuyatembelea utabakia unazunguka tu fujo nyingi bla bla bla, kufika itakuwa ni ngumu biidhnillah jalla wala. Ni haya tu nimetaka na mashehe zangu biidhnillah jalla wala na kujihusia nafsi yangu, ili tuweze kwenda vizuri na tufike katika yale malengo ambayo Mwenyezi Mungu anayataka pamoja na umma wetu na jamii yetu biidhnillah jalla wala. Waislamu ambao wanasalia hapa, Waislamu ambao wanasalia hapa, cha muhimu tu ambacho nimetaka mimi nijihusie na niwahusie, tuweze kuwa na umoja biidhnillah jalla wala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Mwenyezi Mungu anatuamrisha kuwa kitu kimoja, kuungana, kuyapenda maendeleo, kuwa watu wa kusapoti maendeleo na kuhifadhi msikiti wetu au kuhifadhi santre yetu. Hii santre ni yetu sisi wote, watoto wetu wanafaidikia ndani yake. Tuweze kuilinda inshallah biidhnillah jalla wala, kwa sababu katika kulinda neema ni miongoni mwa sababu ya neema kuzidi biidhnillah jalla wala. Katika kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika zile neema ambazo amekazotupa, kwa sababu hii ni neema miongoni mwa neema kubwa katika mji wa Jabe. Ni neema miongoni mwa neema kubwa katika nchi yetu Burundi. Hii ni neema miongoni mwa neema ambazo Mwenyezi Mungu ametupa, tuweze kuzihifadhi biidhnillah jalla. Kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ili aweze kutuhifadhia neema hii na tuzidishie inshallah ya rabbal alamin. Takriban miezi 6 sasa tangu uzinduzi rasmi wa jengo hili la Al-Hikma ambalo linalopatikana hapa tarafani Jabe. Unastahili pongezi na hongera zilizokuwa kubwa. Moja kwa moja tunahitaji kujua hadi kukamilika kwa jengo hili, labda mlikuwa mliandaa budget ya pesa kiasi gani, na hiyo budget iliweza kukamilika au kulizidi kadri na gisi ambavyo mlivyokuwa mkitarajia? Swali nzuri. Kama gisi nikavyozungumza, kuhusiana na jengo hili mwanzo wake na nini limeandaliwa katika hali ya management ya hali ya juu sana. Bimaana mambo yote ambayo yalifanyika hapa hayakuja tu ni mambo yote yamekuja, ni mambo ya tulifanya etide kabla ya mambo, mikutano imekuwa mingi, nimekutana na watu katika Zoom, tuna nje hapa, nimekutana na watu wengi tofauti. Bimaana tulianza project kwa sababu baada ya kupanunua hapa tulikaa miaka 3 tunapasalia hivyo hivyo. Palinunulio pakeka hii miaka 3 ilikuwa ni miaka ya kuandaa hii project. Yaani ya kuiandaa, kuisoma, kuitizama, vifaa vitatoka wapi, budget ni yani katika hali ya kujiandaa katika budget yake, na hata vifaa tutavitoa wapi, tutumikisha fera beto za wapi, simaya wapi, tutaitoa wapi, mbao ambazo tumetumikisha za Kongo hizi tutazinunulia. Yani ni mambo ambayo yalifanyika kabla ya miaka 3 tukao tunayatizama. Lakini kwa ufupi katika kufanya project hauwezi ukaiandaa moja kwa moja kwa ile budget ambayo unakuwa unayo ile, hapana. Bimaana inabidi uweke imprévu kidogo, na yani unaweka kidogo ile ziada ambayo nani kweli zile ambazo tulikuwa tumezifikiria hazikuwa hivyo, zimezidi sana. Lakini tumekuwa tumezikadiria pataweza pakazidi kiasi hichi na hichi binadamu. Lakini miaka 3 tulikuwa tumejipanga vizuri. Miaka 3 nilikuwa nimejipanga vizuri sana. Na ndio wakati jengo limeanza na kasi ambayo sio ya kawaida, kwa sababu vifaa kwanza vifaa vya hapa vingi tulikuwa tumestoke. Na napenda kutoa shukrani zangu kwa mama yetu ambaye ni mama Sara pale Mwaziatike pale, mama Sara Mwaziatike ambaye ni muzishaji wa vifaa vya kujenga mkubwa sana hapo Mwaziatike hapo. Mwenyezi Mungu amlipe kila kheri, kwa sababu alichangia kitu kikubwa sana katika ile jengo kusimama, kwa sababu tuliweka stoki kwake, tulimpa hela, tuliacha hela kwake, akatuwekea vifaa, na pindi tukapoanza tulianza kwa kasi billahi jalla wa ala. Bimaana ile budget ambayo tulikuwa tumekadiria ilizidi, lakini tulikuwa tumeiweka ndani yake ilizidi. Ni changamoto zipi ambazo mlizozipitia hadi kuhakikisha jengo hili linakamilika? Changamoto ni nyingi tu ambazo kusema jengo kubwa kama hili, kusema ulikamilishe hela nyingi kama hili, kusema ulikamilisha pana changamoto nyingi ambazo tunapitia ndani yake. Pana wakati unakuja kukutana na wafundi wote wamegumuka, watu wote wamegumuka, wafundi wote wamegumuka, wameshaponda sima pale nje, sima inabidi waiweke ndani, wamegumuka. Wenda engineer alipika tekniki fulani, tekniki inabidi wewe tena wewe sponsor tena uje tena ukalme situation tena ili vitu viende. Unaweza kuja unakutana mfundi wa maji ambaye yuko na installe vitu na siku 3 hajafika. Yaani pana changamoto nyingi zilipitia wale wanafunzi. Zamu mmoja alikuwa hapa, alichukua mifuko 10 ya sima, fera beto zote akachukua kaiba, akafika naondoka, wala hajaonekanaga tena. Yani pana mambo mengi subhanal malik mpaka kusema kufikia hapa hapa kwa changamoto. Lakini hizo changamoto kabla ya kuanza project inabidi uziweke ndani yake, inabidi uziweke ndani yake hizo changamoto. Zikitokea hizo changamoto, ndio ile SWOT analysis, zikitokea hizo changamoto nitapambana nazo aje, inabidi ziwe kwa sababu bila hivyo kwanza patokea baadhi ya changamoto zikakuziwia wewe kufika katika malengo yako. Hizo changamoto zikija inabidi uziandalie, hata kama zijafikia, ikitokeaga hivi na hivi na hivi mwe changamoto nitapambana nazo aje. Patokea changamoto, lakini Allahumma lakal hamd, tunimlilia Allah sana, tulisali sana, tulijikurubisha mbele ya Allah sana ili aweze kutuwafikisha jengo hili liweze kukamilika inshallah. Bimaana ni tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hatuna nguvu yote ile ya maajabu tuliweka ndani yake, hapana. Lakini mambo yalijibeba hivyo na yakawa yamefia katika hapa ambapo yalifikia billahi jalla wa ala. Naam, Jabe ni moja miongoni mwa kata ambazo zina uhaba wa misikiti au uchache wa misikiti, na alhamdulillah imepatikana moja miongoni mwa tuseme ni fondation au centre ambayo ni hii ya Al-Hikma, ambayo imekusanya vitu vingi tofauti.
Hii mnahisi italeta athari gani kwa Waislamu, hususan Waislamu wanaopatikana katika tarafa hii au kata hii ya Jabe? Miongoni mwa athari ambazo kama tumezungumza, huyu ni kwa kuweza kuwafahamisha Waislamu wote ya kwamba Jabe ndio msikiti wa kwanza. Jabe kwa miaka yote kwa mna msikiti pale ambapo tunapoona kwa Mwalimu Abdi pale kawaida ni Nyakabiga, ni mpakani, lakini pale ni Nyakabiga, lakini Jabe kama Jabe ilikoga haina msikiti. Na hili ni miongoni mwa malengo makubwa ambayo yamenifanya kanisukuma sana kuweza kuharakia kununua hii wakfu na kuifanya hii wakfu hapa Jabe, kwa sababu ni katika hali ya kuja kuhuisha Uislamu katika mji ambao ulikuwa ndani yake miaka yote hapajapatikana msikiti ndani yake. Miongoni mwa athari ambazo zinapatikana hivi kwa sasa Jabe hivi, hii santre ilikuja kuizipa valeri hizi nyumba za hapa zote. Hivi nyumba za hapa zote hivi ziko na uhai, zina valeri kutokana na hii. Hii ni miongoni mwa athari ya kwanza. Athari ya pili ni kwamba kwa sasa watoto wa Jabe ambao wanaishi katika hii huku chini, yani wengi sana watoto ambao wanaishi huku chini, wengi sana watoto wa Kiislamu walikuwa wana nafasi ya kusomea Qur'ani, walikuwa wana nafasi ya kuja kuchezea na kujiachia katika msikiti wao, jambo lao. Leo Allahumma lakal hamdu, watu wa Jabe hapa kila baada ya asiri wanakuwa ni wengi hapa, wanakuja kuhifadhi Qur'ani, wanahifadhi aqida. Allahumma lakal hamd, wanakuja msikitini. Msikiti hapa sala magharibi na isha wanakuwa wamejaa vijana, watoto wengi wamejaa ndani yake. Ni athari miongoni mwa athari. Athari ya tatu, watu wazima ambao walikuwa wanaenda kusali kwa Mwalimu Abdi kule, hasa katika sala ya alfajiri, walikuwa wanakabwa hapa njiani hapa, au unaenda msikitini alfajiri umbwa zinakufuata Sheikh. Lakini leo Allahumma lakal hamd, sala ya alfajiri tuko na safa mbili zinaenea, safa mbili mpaka safa ya tatu, nusu ya safa ya pili, na kwa hiyo yani safa mbili na nusu, safa mbili kila siku zinajaa, kwa sababu Waislamu hapa pote kwa sasa alhamdulillah, Allahumma lakal hamd, wamepata sehemu ambayo iko karibu ya kusalia na kufanya ibada zao. Allahumma lakal hamd, na watu wanafurahia sana kusikana jambo hili kuwa hapa karibu yao. Hizi ni miongoni mwa athari ambazo vijana ambao wameinukia university wa hapa, wengi wamesoma university, vijana wengi hapa karibu hapa, au wasomi leo kila baada ya sala magharibi wanakuja kusoma lugha ya Kiarabu, wanasomesha lugha ya Kiarabu ili waweze kufahamu Uislamu wao ambao katika njia ambayo ni sahihi kupitia katika lugha ya Kiarabu. Hizi ni athari ambazo tunaziona na zinafurahisha, na jamaa hapa ni jamaa kubwa. Na miongoni mwa athari, watu wa hapa sokoni Jabe hapa sokoni hapa, salama ya dhuhuri na alasiri, wakina mama kwa wanaume wanajaa hapa, kwa sababu msikiti uko karibu yao, wanasikia adhana na wanajaa sana hapa kuja kudiriki sala za jamaa katika sala ya dhuhuri na alasiri. Kwa maana na yenyewe ni miongoni mwa athari ambazo tumezipata katika msikiti huyu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atudumishie ya Rabbul Alamin. Naam, msikiti ni nyumba miongoni mwa nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema katika kitabu chake, wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Na hapa katika kituo chetu hichi cha Al-Hikma kuna msikiti, lakini licha na msikiti kuna madrasa, na licha na madrasa kuna baadhi ya vitengo vingine ambavyo vinavyopatikana hapa. Tunawaomba utuweke wazi kila kitu ambacho kinachopatikana hapa na kazi ambazo zinazopatikana hapa. Hapa tukizungumzia katika rez-de-chaussée, manake yani etage ya kwanza papatikana msikiti wa wanaume, etage yani nyumba ya chini ndio ya msikiti wa wanaume. Etage ya kwanza ni sehemu ya wanawake kusalia na udhu zao na nini. Alafu panakuja etage ya pili, ndani yake pako reception, fasi ya pokezi ya watu, maana mambo ya idara ya administration yote yanapatikana katika hii etage ya pili. Ukija utapokelewa, nafasi pana mtu kupokea. Ndani yake pako cuisine kwa hapa, sehemu ya kupikia, wenda tuna wageni wanaweza kupata chai, kupata gahwa, vile na chakula. Pana baadhi ya wageni wanafanywa chakula, wanakula. Alafu vile tuna sehemu ya kufanyia mikutano, watu ambao ni mikutano ya centre, tukutana na wafanya kazi wa hapa, tuna wageni fulani, tumewarifu media. Ni sehemu ambayo inapokea zaidi watu 15, watu tukikaa hapo kwa vizuri, tunazungumza salle de conférence. Vile panapatikana biro yangu mimi kama mkurugenzi wa taasisi ya Al-Hikma. Vile panapatikana biro mixed, ambapo biro inaweza kufanya kazi ndani yake watu 5, na kwa sasa biro hiyo
inafanywa ndani yake mambo ya media au hotuba ambazo zinachukuliwa hapa au yanafanywa hapa, yanatengenezewa hapo, lakini ndani yake pana uwezo wa kufanyia kazi watu 5, watu 4, na kila mtu akafanya kazi zake. Na vile vile katika hii etage ya pili pana chumba ambacho kinaitwa ni chumba cha VIP, bi maana ni chumba cha wageni, ni suite ambao ni suite speciali ya wageni wetu ambao wa kutoka nje wanaweza kuja kutembelea hapa. Wao na sehemu nzuri ya kufikia yenye hadhi yao tukao tumeiandaa hapa, ili wasi tuwachukulie hoteli. Wanakuwa kwa karibu, wenda tunafanya mikutano yetu hapa, wenda tunasalia chini, tunafanya mihadhara mashaikh na nini, tukaandalia sehemu yao. Alafu etage ya 3 panapatikana ndani yake maklasi, na ndani ya maklasi ndio Qur'ani inasomewa ndani yake, Kiarabu kinasomewa, na baadaye patakuja barnamiji za kusomesha Kiingereza na Kituruki pamoja na Kifaransa na Kirundi, Kiswahili. Vyote hivyo vitafanywa programu ili watu waweze kunufaika biidhnillah jalla wa ala. Naam, kwa kumaliza kabisa tunapenda kujua hili lifuatalo. Licha na kuwa umetutajia vitengo tofauti ambavyo vinapatikana hapa katika kituo hichi cha Al-Hikma, je, na wewe unapokuwa ukitoka Ulaya ukifika hapa, huwa unafikia hapa na kukaa kwa muda ambao uko hapa, au hapa ni moja miongoni mwa sehemu tu ya mapumziko? Kwa kweli mimi niko hapa ni sehemu, au katika hii chambre VIP ni sehemu moja ya kuweza ikiwa nina kazi kwa mara nyingi, muda wangu mingi vinaumalizia hapa kwa kuandaa programu za hapa kwenye centre. Inakuwa ni sehemu moja miongoni mwa sehemu za kuweza kupumzika kidogo, lakini mimi na kwangu ambapo nafikia, lakini niko hapa na ikihitajika kupumzika au kwa wakati nakuwa nina kazi nyingi mpaka usiku wa manane, vile nalala hapa kwa sababu ya kuweza kuendeleza mengi miongoni mwa programu za kazi ambazo zinapatikana hapa bidii.